Voilà, merci beaucoup, chers fidèles auditeurs, auditrices de la radio-télé Yesu Njibou de partout, vous nous captez dans les 4 écoles de la ville de Bukavu. Bienvenue encore une fois aujourd'hui dans votre émission Kisa Mkasa, l'histoire et la tragédie. Nasema tena karibu tena ndugu wasikilizaji kote kule ambako mnapatikana kwa mtindo huu kwa muda kama na huu ukiwa unapatikana jimboni Kivu ya Kusini mtaani Kadutu mkoani Mopsala, ndiko tunapatikana kwa muda kama na huu sehemu za Bolani kuna radio yako RTG kwa ni radio na television Yesu Njibou. Radio hii ambayo inakufika kwa masafa ya 96.3 MHz hapa mjini Bukavu, na hapa tuko pamoja 5 kwa 5 na kipindi chako Kisa na Mkasa ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kupata habari nyingi, habari za ulimwengu mzima kupitia tu nafasi ya kuweza rusha darubini letu linazunguka dunia nzima kwa mtindo wa kuweza kurushia habari. Na acha nikujua kwamba kipindi hiki ndugu mwizaji ni kipindi ambacho kinatangaziwa kwako kila siku ya leo na mimi Mustafa mtoto wa Milimani mnamo studio, na mara nyingi nakuaga na waliko mnamo studio, ila leo basi nakwambia ndugu mwizaji ni kitofauti kidogo. Leo tutakuwa tofauti maana kipindi hiki kinakuja na mpango mtindo. Leo tunabadili mpango, hapa tunakuja na hizi habari za hapa mjini, tunazunguka sehemu za Rwanda, tunaenda Kenya. Hapa kwa sasa habari hizi zitatupeleka kwenye pembe za dunia. Kama unajua pale nyumbani ndugu mzazi, uko kwenye channel nzuri, uko kwenye radio yako nzuri ambayo inakupa habari nzuri asubuhi ya leo. Kwa hiyo basi jukumu lako ni gani ndugu mzazi kwa kipindi hiki? Jukumu lako tu ni moja, utaweza basi kuwasiliana na sisi katika njia ile ya kuweza funza jamii kulingana tu na kipindi hiki. Unaweza kupiga simu, pia unaandika ujumbe kwa mtindo wa kuweza toa mchango wako kwa kipindi hiki cha asubuhi ya leo, manake unapewa nafasi ya kuweza funza jamii. Tunaamini kwamba sisi mndani ni watangazaji tu, ila wewe pale nyumbani una experience nyingi sana ambazo zinasaidia familia kusonga mbele ama pia jamii kusonga mbele. Kwa hiyo basi jamini, be strong pale nyumbani kabisa. Jua kwamba uko mwalimu na wewe ndio maana tuko ndani ya studio kwa muda kama huu. Upande wa ufunza mitambo unashikiliwa na ndugu Trezor wa studio ambaye kwa sasa nampongeza kwa kazi yake ambayo anaendelea kufanya kwa kipindi hiki, na nakwambia kwamba mimi kwa utangazaji niko hapa kwa udhamini wa wapashabari wote wa RTG, na mimi mnamo studio na ukaribisha kote pale ambako unapatikana kwa kusema asante. Asante kwa viongozi wote wa radio hii kwa kutuwezesha tena kujia na kipindi hiki mara tena. Asante kwa viongozi wa kanisa Yesu Njibou. Asante kwa masponsa wote wa kipindi hiki kote ambako unapatikana. Unataka kuwa pia manager ama sponsor wa kipindi hiki, usikose pia jiunga na sisi kwa kuwasiliana na sisi. Unataka pia kuwa balozi ama mwakilishi wa kipindi hiki pale ambako unapatikana kwa muda huu, usikose pia jiunga na sisi kupitia tu namba za studio, na inakuwa inapendeza sana zaidi. Najua pia kwamba kipindi hiki kinakujia kwa lugha mbili, Kifaransa na Kiswahili. Yani uko huru kabisa kuzungumza lugha yoyote ile ambayo unaelewa wewe mwenyewe kibinafsi. Acha basi nikujulisha kwamba mnamo studio leo basi ndugu mwizaji, sijaja mwenyewe, nimepata neema ya kupokea walikwa umndani, walikwa wale ambao wako tayari leo kukuzungumzia mawili matatu. Kuzungumzia mawili matatu na kujulisha kwamba mnamo studio tunafuata pia na walio wengi kwenye pembe nne za mji wa Bukavu, na watu kijijini mjini wanatufuata, pale nyumbani pia wanatufuata. Acha kwanza niwakaribishe basi wasikiza waliko wale ambao tuko nao ndani ya studio, wale ambao wameona bora waje basi ashike mkono, watunge mkono kwa kusogeza kipindi hiki mbele kwa mbele. Sitaki kwanza nianzie mbali, acha kwanza niende mkono wangu wa kushoto. Mkono wangu wa kushoto kuna mwalikwa ambaye pengine unataka umsikie kwa sauti yako binafsi. Tuambie, karibu sana mnamo studio, unaitwa nani, unatoka wapi na kitu gani kinakufuta uje kuna kipindi hiki Kisa na Mkasa? Bon, bonjour chers auditeurs auditrices de la RTG. Bon, kuma jina nigizami manyo jina munjo wan kiobile mu parfait. Mina zoya présenter niko invité mu émission ya Kisa na Mkasa na ishi hapa Bolo ya sita, na hata vile niko mtangazaji. Shukrani sana ndugu one tuko pamoja 5 kwa 5. Acha basi tutoke upande wa ndugu one. Nafikiri umeshamsikia sana tu sana mnamo studio. Upande wa pili basi kuna mtu mwingine ambaye pengine sina haja ya kumtaja, si mgeni wa media. Acha kwanza mwenyewe kibinafsi pengine atakuwa si mgeni kwa wale wanamfahamu, ila kunako radio ama ndani ya studio hii ni mgeni. Karibu sana, tutazungumzie unaitwa nani, unakuja huko ndani kwa lipi na kitu gani kinakuvuta uje ndani? Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa John Nahano. Mimi ni motivator, ni kumaanisha kwa Kifaransa huku kwetu tunaita motivateur. Pia niko conseiller conjugal
pia niko reparateur de conflits conjugaux. Kazi yangu njoo hiyo nazoea kuifanya mara nyingi sana. Na nilialikwa hapa leo kwa hii radio yetu, radio nzuri, radio ya inaitwa Yesu Nijibu. Na nitaka mnisikilize pia, msikilize nini nitawaongelesha leo. Nashukuru sana. Naishi Mungu la kwa design. Tunashukuru sana kabisa ndugu mwizaji, unasikia ana jina nyingi sana. Anakwambia reparateur de conflits conjugaux. Voilà. Lakini pia anakwambia anaitwa lakini vile vile anakwambia anaitwa John Hano. Voilà. Shukrani sana kabisa, tuko pamoja 5 kwa 5 kwa mtindo huu wa kuweza songa mbele kwa mbele. Na hapa ndiko basi nakwambia kwamba pale kote ambako unapatikana unajua kwamba uko na mtu mzima ambaye ataweza kukuzungumza mawili matatu kulingana na kile ambacho kinaendelea, kulingana na experience maisha nayo kwa sasa, na nakujulisha kwamba ni baba wa familia. Ndio. Baba wa familia, ina maana kwamba mambo atazungumzia ndani mengi kabisa na afahamu. Bala upande wa pili tuna mwaliko mwingine ambaye ana nafasi ya kuweza kujizungumzia mwenyewe kibinafsi pale ambako anatufuata. Karibu sana mnamo studio sijui. Oui, bonjour Moustapha, mais aussi bonjour aux auditeurs. Je réponds au nom de Bonheur, présentateur de l'émission ERTG Gospel. Enfin, je dis merci de m'avoir aussi invité aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. C'est comme ça que nous allons devoir commencer notre émission aujourd'hui qui s'anamkasa, l'émission qui vous donne l'espace de communiquer avec nous et d'échanger avec nous sur notre thématique aujourd'hui. Voilà, namna gani tutaendesha ndugu mwizaji mpango uko kama ifuatavyo. Asubuhi leo utapewa nafasi ya kuweza pokea habari kwa dakika chache, habari za dunia, visa fulani ambavyo vimepiga fora kwa wiki nzima hii, na baada ya pale tutasonga mbele kabisa na kujia na mada ambayo utazungumzia asubuhi leo. Ila kabla tuanze mada yenyewe, acha nikumbushe kwamba utapata nafasi pia kusikia habari za hapa sehemu za Bukavu, Panzi, sehemu za Chaikabuye. Tutapata habari pia za DRC nzima kwa ujumla, na mara moja tutazungumzia habari za confinement. Vile vile sehemu za Nigeria ambako vyuma vinatoka mbinguni vinateremka duniani, tutapata mara moja habari pia za kuzungumzia mawali matatu kulingana hiyo ni kitu gani. Je, ni uchawi ama mabwana anaona hasira ama nini? Ndugu mwizaji, kwa mada hii na mimi kabisa utaweza pata hizo habari nyingi mnamo studio. Habari zile na zile zingine zote utaweza zipokea asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo pia utapata nafasi ya kuweza wasiliana na sisi kulingana na swali letu la alfajiri ya leo. Kulingana tu na basi mada ambayo mzee ataona basi bora tuzungumzie asubuhi ya leo, kisha kupokea habari za dunia nzima. Ningependelea zaidi kabla tu tuweze kujia na habari, wasikilizaji wanatufanya pale nyumbani, watu wajue tunaanzia wapi tunamalizia wapi, habari gani na mada gani. Hii unaona bora leo kwa hali ya kufunza jamii. Umeamua jambo gani ambalo unaona bora tuzungumzie asubuhi ya leo? Karibu sana. Ndio, nashukuru sana bwana journalist. Teme yetu ya leo wa ndugu, sitaongea Kiswahili ya mbali ya Tanzania ama ya Kenya, nitaongea Kiswahili ya watu wetu hapa Bukavu, watu wasikie, kwa sababu nikianza kukorofisha, nikianza kuleta Kiswahili ya Tanzania ama ya Kenya, watu wataanza kusema ule bwana anajifanya wapoteza. Acha tuongee Kiswahili yetu ya hapa. Dans thème d'aujourd'hui, il a concerné les conséquences du manque de dialogue entre parents et enfants. Conséquences du manque de dialogue entre parents et enfants. Hiyo vinyume ya kutoongea wewe na mtoto wako kwa nyumba, hiyo vinyume tutaona leo. Nashukuru sana. Hapo naamini kabisa mzee Fefe pale nyumbani anatufuata nyumbani 5 kwa 5, bila kumsahau Colonel Ale. Hapo sahi kabisa mama wote pale nyumbani nikimwona kama vile Mwananzambe wako 5 kwa 5 kabisa wakifuata. Na mimi kabisa 5 kwa 5 hapa mnaelewa. Mada itakuwa inahusu familia nzima, baba, mama na watoto wote nyumbani, yani jamii nzima. Matatizo ni zipi ambazo zinaweza kupatikana kati ya matengano zidi ya baba na yani wazazi wanashindwa kusogelea watoto wao pale nyumbani. Matatizo inaweza kawa nini? Ndugu mwizaji, asubuhi leo pengine pale nyumbani ukiwa ni kijana mvulana au msichana, unajiswali kwa nini mimi na baba yangu hakuna urafiki? Kwa nini mimi na mama yangu hatuelewani? Kwa nini tunagombana siku zote? Kwa nini mimi nikiomba pesa wanipi? Mambo kama yale kabisa. Sasa leo ndugu mwizaji, tutapata nafasi ya kuweza kuzungumzia. Ila kabla tufike pale kwa kuweza dondoa swali tu ni nini, ndugu mwizaji, asubuhi leo atakuja na swali ambalo tutaweza anza nalo. Na hili swali pengine litaweza kukufanya mara moja uweze kujiandaa
na kuweza mara moja kutoa maono yako. Unadhani kabisa pale nyumbani, ndugu mwizaji, baba na mama, kijana wa fulani vile wasichana, kitu gani kile ambacho kinaweza kikasababisha mama tafadhali, kitu gani kile ambacho kinaweza kusababisha wazazi na watoto wasipate nafasi kabisa ya kuwa wanawasiliana? Unafikiri ni jambo gani ambalo linaweza sababisha wazazi na watoto wasiwe wanawasiliana? Utakuwa unaona baba akifika nyumbani, watoto wote wanakimbia wanaenda lala usingizi. Hata wanamuita kwa majina. Simba, Sholai, sijui majina, tutaongea hiyo. Yote hali kwa katika kipindi hiki, ndugu mwizaji, naamini kabisa hapo nyumbani unaanza jitahidi, unajiswali naanzia wapi. Ndio hivyo basi, ndugu mwizaji, wewe kibinafsi unafikiri nini ambacho kwa sasa watu wanapenda mitandao za kijamii, kama wale ambao wanatuangalia sasa hizi line na live, wanajua mambo yanayoendelea nyumbani kwako, kuna matatizo fulani ambayo yanaendelea. Unajua una mzazi pengine hujawahi hata siku moja kukaa naye uzungumze, lakini vile vile kuna wale watu fulani ambao wako pale nyumbani wanajiswali, mimi nataka nifanane ile familia ile ya kule juu ya sijui baba Dangote pale juu, nataka nimfanane, hali ya kupendana na watoto wake, mambo kama yale. Ile unajiswali naanzia wapi na malizia wapi, ndugu msikilizaji? Kwa mtindo kama na wewe kibinafsi pale ambako unaona tuangalia, unatusikiza vile vile pia, unafikiri kitu gani ambacho kinasababisha wazazi na wanao wasipate kabisa kuwa wanawasiliana pale nyumbani? Kitu gani ambacho kinajenga hii hali watu wasiwasiliana? Bana, asante sana. Tuanza basi mada. Na kabla tuanze basi asubuhi leo, ndugu mzaji, utaweza basi wasiliana na sisi kwa mtandao wa WhatsApp. Ukiwa mbali kidogo na hapa, namba tu ni +243, code namba ya nchi +243 97 65 99 634, +243 97 65 84 93 458, namba za studio. Ndugu mzaji wangu, acha basi tuanze upande wa pili kwa habari za asubuhi. Habari za asubuhi zikoje, namna gani? Anaamini kabisa wiki nzima hii kuna habari nyingi ambazo zimezunguka na zile ambazo zimefanya watu kabisa wao wanabumbuazi. Pengine kabla tuanze tunaweza studio, naamini kuna kitu fulani, vitu ambacho kinaweza kutuweka tano kwa tano wiki hii kwenye kisa na mkasa. Merci beaucoup. Kwa mtindo huu ndiko tunaanza, ndugu mwizaji, kwa wiki nzima. Naamini habari nyingi zimezunguka dunia nzima, na pengine wewe umeonekana kuwa umepata matatizo kulingana na zile habari ambazo zimevunja moyo, na visa ambavyo tunavizungumzia mnamo studio, ndugu mwizaji, sio mambo ambayo tunayabuni ndani, ila ni mambo yako halisi. Mambo yako halisi na maana yametokea kwa familia fulani, kwa jirani yako, ama nchi jirani, ama jimbo fulani. Na hapa tunapata nafasi ya kujifunza mawili matatu kulingana na hilo. Tunaanzia wapi, ndugu mwizaji? Acha tukujulishe kwamba habari ya leo inaanzia sehemu za hapa Bukavu. Tunaanza basi na Bukavu ambako tunasikia habari zinazokuwa zinahusu ajali fulani ambayo imefanyika sehemu za Panzi. Na hapa sehemu za Panzi tunazungumzia ajali hii ambayo imepeleka watu na maana imeua watu fulani. Lakini baada ya pale, ndugu mwizaji, pada sehemu za Kabuye vile. Sehemu za Kabuye pia kuna nini, ndugu mwizaji? Kabuye tunasikia kwamba kuna mtu fulani ambaye amepigwa masasi. Na nani tena huyo? Amepigwa masasi na askari polisi mmoja ambaye aliona bora tu kwa silaha zake atumie silaha yake. Wakati wengine wanatumia silaha porini, yeye anaona bora atumie hapa mjini. Na hapo mara moja akamfyatulia mtu risasi mara moja, huyo mtu kapotea huko. Wakaji nao basi wakoje? Nguvu za homa basi, unajua tena. Wanasema akieleweki hapa. Kwa nini? Wewe bora uende kupiga masasi zako porini. Hapo unaona mjini, ngoja tutakuadibisha. Hizo ni habari pia ambazo ziko asubuhi leo, ndugu mzaji, tutazungumzia. Lakini vile vile upande wa pili tutapata nafasi ya kuzungumzia habari za nchi DRC kulingana na mambo ya COVID-19. Kitu gani kinachoendelea hapo, lakini baada ya pale tutazungumzia pia kazi ambazo kwa sasa hazijafunguliwa. Zidi tu corona inaendelea kutisha. Tumesikia pia sehemu za Goma kuna mambo fulani ambayo yanaendelea. Pia habari hizo, ndugu mzaji, acha basi tuanzie upande wa hapa ambako tutaweza anza kwa ndugu One ambaye ana habari fulani zinazohusiana na mambo ya coronavirus hapa DRC. Kwa sasa toka imeanza hadi kwa sasa kuna habari nyingi kwamba zinaendelea kuwa nyingi. Sijui kwa sasa, je,
watu 10 ndio wameshafariki ama wawili tu, tuambie. Watu 10 Mustafa. Tushafika mbali. Taonesha kijana ilikuwa le 20 Mai. Tulipata Instavo ici ya Dr. Muyembe ambayo inatuambia ki kusha kwa déjà 1835 cas moyen décès, dont 61 décès et 303 personnes guéries. Parmi les cas confirmés, il y a encore 104 nouveaux cas. Donc nous connaissons depuis mwanzo ya pandémie ya coronavirus kila siku iko na panda na iko na tia ba nombre iko ya mingi sana. Contenu nini buyua ya population congolaise na pita. Babambia muvale ma masque, mujiprotéger, mu respecter ma hygiène, amupenzi musikie. Muniona sa vile ni kitu tu ya burebure na ilo leo na tupuse ke RDC iko na 1835 cas. Niko na bambia ke hii semaine ikiisha kama tufike ku 2000 ni neema tu. Waju kila siku ikipita tuko napata makaza mpya. Voilà. Asante sana ndugu msikilizaji, unasikia kwamba njia ya kujikinga ingali ni njia bora zaidi sana ya kuweza kupambana dhidi ya maradhi ya coronavirus. Lakini pia watumishi wa Mungu wanaendelea kuomba usiku na mchana, tuungane kwa maombi na hapa baadaye watu tunaweza pata suluhisho ya kila kinachoendelea. Usikie kwamba sehemu za Dar es Salaam Magufuli kasema nini, yeye hana haja ya kufunga kanisa ama nini, lakini anajua Mwenyezi Mungu ana uwezo wa tatua ile tatizo la coronavirus. Kama ametatua pest, sijui kolera, ametatua sijui nini, kumbe hii corona nayo pia yeye mwenyewe ana uwezo wa kumaliza hiyo. Vile vile ndio unasikia pia kwamba hapa mjini Bukavu pia mtumishi wa Mungu Mama Nabii Mbarikiwa Rosine anaendelea pia kufunguliwa usiku na mchana. Naye Mungu anayemuongoza kwamba watu waungane, wale ambao hawajafunga wachukue siku takriban 4 pale wafunge, na baadaye wataweza omba na Mungu atafungua kabisa. Atafungua na atakulinda. Kama hajakulinda wewe atalinda familia nzima. Wanasema maombi hayaozi hata siku moja, ndugu yangu mzaji. Lakini pia upande wa pili, DRC nzima pia kuna habari inayozunguka kwamba kazi itafunguliwa ama inakuwaje? Mambo kama yale walisema tumefungiwa kazi wakati bado corona zilikuwa zingali 15 DRC. Kwa sasa tunasikia fununu kwamba kazi itafunguliwa wakati kwa sasa DRC imeshagawa mamilioni. Hapo unafikiri nini? Bon, par rapport à il faut que que batu yote balikuwa impatient kuona réouverture ya activité, ça vile masomo, kanisa na hata vile ma activités zimwazimwa kama vile ma restaurant etc. Mais balikuwa jikuta que confinement inexigé tena ile ma activité kwa fermée. Parce que tukikumbuka bien siku tulianza emission kisa na mkasa tulikuwa tukingali kukaa moya ya COVID-19, ça ilifika 2-3 bakakonfine batu bakabambia non mubaki kwa nyumba. Sasa leo sasa question kujiposer tushafika mu 1800 et quelque chose comme ça. Sasa unapenda bakonfine ae ba déconfiner ae na makazi ko tunaongezeka du jour au lendemain. Donc il faut kuambia toute population congolaise ba tupatie ngine 15 jours. Bon, gouvernement il pas ngine 15 jours, gouvernement national ya kuangalia kama état ya batu teza kwa bien pour que ba faire des confinements. Mais en attendant ma école à distance ça tout qu'on a pata ziko na fonctionner, notamment comme ma chaîne zimwazimwa za hapa kwetu Bukavu, tukiona par exemple Op Channel, tunaona RTNC na vile tukiangala zengine ma radio za ziko na pitisha les enseignements à distance. Sasa question ko parler est-ce que ni batu yote ndio biko na bénéficier de l'enseignement? Bon, ni ba auditeur ndio kutuambia, mais il faut kujua que ma activité zinaendelea kwa azita funguliwa, donc tunabakia kwanza tukue confiné kwa nyumba yetu. Shukrani sana kabisa ndugu One. Umesikia ndugu msikilizaji pale nyumbani kwamba kazi hizi zinaendelea kuwa nzito zaidi ya nzito. Ila mimi naendelea kujiswali kibinafsi kama tu mkaji wa kawaida. Ndugu One, imewezekanaje watu wakae nyumbani wakati tumekalishwa nyumbani, hakuna mabadiliko? Bado hatua zinaendelea kupanda juu kwa juu, virusi vinaendelea kuwa vingi zaidi. Tumefungiwa nyumbani wakati bado zingali 15. Kwa sasa tuko nyumbani hatutoki, ila zinaendelea kuwa nyingi. Unafikiri kabisa kukaa nyumbani ndio itakuwa suluhisho ama tuombe Mungu? Mimi nikizani ke ewane chers Congolais, chers patriotes, tu se fais bouillouai. Mustafa, bouillouai ndio kuna tuma tunapandisha makaa. Kama nakwambia vala cache-nez par exemple, vala cache-nez. Kwa na mikono usipatia. Kwa mie watu hii ya kusema bakupatiana ma mikono banaheshimia sana. Donc abia aisha ata. Hii kupatiana ba crochet, ba bisous sur nini na nini, ile matabia zikingali. Donc en tant we population moko kunyumba bakia pale kama una kitu ya kufanya. Mais ukiwa kiotenda tafutia watoto ration kuko naenda. Pale bana kupermettre wendo batafutie kisha unarudi. Mais kwenda tunatembea en désordre na uyo koko naenda ile itakuwa sababu ile ko perte ngambo yako.
Je vous rappelle, chers téléspectateurs, mko natufuata sijui YouTube na kote pale kwamba mnawaona ndani ya studio kwa muda kama huu, kabla afike ndani ameshakaguliwa kwanza. Baba siseme mbona anasema kashne, mbona sijamuona navaa kashne. Mambo kama yale ndugu mwizaji, na mimi kabisa wamekaguliwa kabla aingie ndani, na hapo atakuwa umenelewa taratibu. Atasonga mbele basi ndugu mwizaji, kwa mtindo wa kuweza songa mbele. Tumesikia sehemu za Goma pia. Kuna watu 7 tena wameonekana na maradhi ya corona. Na kwa mtindo huu pia natisha, na wamesikia kwamba watu tena safari za bahari tena zitakatika, sijui Goma itazuiliwa na vitu vingine, maeneo zingine vijiji kama vile mjini. Hapo kuna uwezekano tena watu washinde kupata ugwao kutoka Goma. Mambo nafikiri yatakuwaje? Itafikwaje mtindo kama na huu? Bon, nikizani kwa ile kama confirmé za zilikuwa Goma, on tubakie tu vile kwa juba alisema nombre transaction ya voyage maritime itakuwa un peu limité. Par exemple, mon bateau, il faut qu'on ait 10 personnes, etc. Donc, nous pouvons tout en aller qui se monte à faire. Même à Tchakula, normalement, si on a voyagé, Tchakula, on va t'attacher à Bukavu, on va aller à Goma, c'est normal. Merci beaucoup, chers fidèles auditeurs. Et là, nous avançons vraiment, nous sommes toujours en train d'avancer pour vouloir recevoir les termes d'aujourd'hui. Voilà, je sais bien qu'on a subi quoi Hamsana. Un message me dit un accident mortel s'est produit hier soir, 21 mai 2026, la route nationale numéro 5 au quartier Panzi, avenue Bizimana. Un camion transportant des marchandises à destination de Missis avait perdu les feux qui s'est renversé. Tu vois, le camion là qui s'est renversé et a détruit au moins quelques maisons. Et voilà, les résultats, il y avait eu quelques morts. Pendant cet accident. Voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes emportées à l'hôpital, blessées, toujours en train de suivre les soins. Toujours ici, dans les quartiers, toujours Panzi, nous sommes quelque part au quartier Tchaïkabouye, où il y a un motard qui a été tué par un policier. Voilà. Habari hizi zinaendelea kutisha. Zinaendelea tisha muda wote. Huyu jamaa kwa kuelewesha tu kisawasawa, huyu jamaa anaitwa Manyoa anafariki pale tu kwa kupigwa masasi na yule askari polisi. Tatizo tu ni kwamba eti sijui kuna gari moja limekwaruza gari lingine, alafu baada pale ikatokea kwamba ugomvi ukaonekana. Kwa nini sasa ugomvi huu ujeza jamaa hasira ipande juu? Hasira ilipopanda juu pale jamaa akashtuka anapiga masasi. Baadaye pale yule si mwili, si binadamu basi sio robot, kama ameshapokea vitu vyake na baadaye akafariki. Alafu baadaye hapo kilichoendelea ni nini ndugu? Hapo wanasema sema non, motard balikuwa kama ilikuwa ma conflit hapo. Bon, policier à Congo, disi wanakuaka na maordre zabo, akapenda kama freiner motard directement njo kama ilikuwa ma incompréhension, akapiga nani motard masasi. Sasa population kuona ile ikasirika. Unaona ke Bukavu justice populaire ina primé sana. La cause couper les policiers mpaka kumuchoma na essence, voilà. Et en fait, laisse-moi d'abord tourner à mes côtés 3. Je vais justement recevoir une réaction de mon humble invité au studio. Est-ce que vous permettez cette justice populaire au niveau de Bukavu? Parce que muda wote watu wanajamulia. Sijui kibinafsi wewe unakuwa na yunga mkono? Naweza nikasema kuhusu hiyo watu kujiamulia, si yunge kabisa mkono. Na inatokana labda mimi siko mwanasiasa, lakini naweza nikaongelea kidogo kuhusu government yetu. Wakati mtu anajikamatia yeye peke, anajikamatia hiyo nani kusema atajidefendre kwa Kiswahili, kwa Kifaransa yetu hapa, inakumaanisha government mahali haifanyi kazi vizuri. Nikikumbuka wakati wa mwaka 96, sitasema kwa Kiswahili kali, 1996 hapa, wakati mzee aliingia, alikuwa ni 96 na 97 hapo na Twitter, mzee Laurent Desire Kabila. Ulikuwa ukiiba anakupinira yeye peke. Na hiyo mambo ya watu kwa sababu mzee yeye peke alikuwa anafanya kazi. Nafikiri kuna mahali government imekosea. Na inabidi irekebishe. Kama watu wenyewe wanaweza kufanya ile justice populaire, mimi siunge kabisa mkono. Kwa sababu hata mtu akitukana mwenzake anaweza kumsingizia aliniiba, na labda alimtukana tu. Kwa sababu kuna hiyo justice populaire, atachukua kisu ama bunduki auwe. Na hiyo justice populaire kwa sababu mimi siunge kabisa mkono.
Shukrani sana kabisa kwa mtindo huu, ndiko tunasonga mbele ndugu mwizaji wangu. Na hapa kabisa tunaenda basi kwa pati ya pili ya kipindi hiki. Pati ya pili ya kipindi hiki inazungumzia nini ndugu mwizaji? Pati ya pili ya kipindi hiki ndio pati ambayo pengine unasubiria kwa hamu asubuhi leo, manake habari unazipokea na unapita hapo mara moja. Hapo basi tunakuja basi upande wa pili na mwaliko wote ambaye aliona bora leo akuzungumzie maoni matatu kulingana na yale SPS kidogo nayo kwa ajili ya maisha. Na kwa kulianzisha basi acha basi niende upande wa pili, nimkaribishi binafsi kutuwezesha kutupa vitu fulani ambavyo hatunaga huko ndani. Acha nikujua pia kwamba hiki kipindi upande wake amekuja ndani wa kuzungumza na wewe. Inawezekana kuna uwezekano muone naye muda mwingine mnamo studio kwa vipindi vyetu, ila kabla tuende upande wa pili, acha kwanza yeye aanzishe jambo 5 kwa 5. Tupe basi chakula cha asubuhi. Nashukuru sana bwana journaliste. Na kwa majina nakumbusha tena wasikilizaji wetu wapenzi, naitwa John Nahano na mimi ni motivateur, ni conseiller conjugal, na zoea kusaidia wazazi na zoea kusaidia vijana hata kufanya mambo ya uchaguzi, kujua kuchagua mpenzi wa kweli. Lakini mambo leo, teme ya leo tutaongelea hiyo. Teme yetu ya leo inahusu les conséquences du manque de dialogue entre parents et enfants. Vinyume vya wewe mzazi kutoongea mtoto wako kwa nyumba. Na hiyo ndio teme yetu ya leo. Na en guise d'introduction ningetaka nikumbushe wazazi wenzangu, kwa sababu na mimi ni mzazi, mimi ni baba watoto 4. Ces derniers temps, la priorité des parents est désormais de gagner beaucoup d'argent. Et c'est là au détriment d'une bonne communication avec nos enfants. De retour du travail, si c'est wazazi, ou bien du marché comme on a fait un business, les parents passent trop de temps devant l'ordinateur. D'autres vont dans les bars, abandonnant leurs enfants, scotchés. Wanabana kwa TV, ama kwa ordinateur wale watoto, devant la télévision. Tel est le quotidien de la famille moderne. Du côté des parents, il existe cette tendance de justifier ce manque de dialogue par le fait qu'ils travaillent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Tunafanya kazi aseme juu kwa subvenir kwa besoins ya watoto yetu. Pourtant, une bonne communication entre parents et enfants permet de résoudre plusieurs problèmes dans la famille, chers parents. Il arrive même que dans certaines familles, les parents aient honte, wanasikia aibu, haya, de communiquer avec leurs enfants sur certains sujets très sensibles. Na waza hiyo ndio ilikuwa mwanzo, kabla tujaendelea, ile ilikuwa ni mwanzo, tuseme tu tunasema kwa Kiingereza introduction ama introduction kwa Kifaransa. Sasa kabla tujaongea kuhusu conséquences du manque de dialogue entre parents et enfants, sisi wazazi inabidi tujue kwanza quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant. Tunapaswa kujua besoins fondamentaux de l'enfant mbele tujue conséquences. Alors, quels sont ces besoins? Soit, je commence. Le premier besoin fondamental d'un enfant, il doit se sentir aimé. Ndugu mtangazaji na bwana journaliste, cet enfant doit se sentir aimé. Oui, monsieur John Kato, vous avez dit que l'enfant peut se sentir aimé. Alors, détaille-nous un peu comment est-ce que le parent doit faire pour que ces enfants-là puissent se sentir aimés comme il se doit. Merci ndugu journaliste. Kwa mtoto kusudi ajisikie kama anapendwa, naongea kwa Kiswahili na changa na Kifaransa, nataka kugusa toutes les catégories de la population watangazaji. Tunaongea Kifaransa pia na Kiswahili. Lorsque on aime quelqu'un, on l'aime avec ses qualités et ses défauts. On l'aime tel qu'il est, on l'aime tel qu'elle est. Nampana mfano kama vile bwana mtangazaji aliniuliza. Wakati unalipa school fees, samahani kwa Kiingereza, unalipa vous payez les free les school fees, mko mnanisaidia pia. Kiingereza kuna wakati nyingine niponyoka. Wewe unaonesha kama wewe mzazi mwenzangu unampenda huyo mtoto kwa sababu unamlipia shule. Wakati unamnunulia chakula, anakula kila siku. Huyo mtoto anakula mara 3 ama mara 4 kwa siku, sijui inafuatana na pato yako wewe mzazi. Hiyo inaonyesha alama ya upendo. Lorsque vous lui achetez des habits, hiyo nayo ni alama ya upendo. Kuna wengine watoto wanapita barabarani wanavala uchi na wazazi wao wanaweka pesa mpombe. Wakati unanunulia huyo mtoto chakula, mavazi, unamlipia shule, ni mapendo. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, il doit se sentir apprécié. Bon, par rapport à... je retourne un peu par rapport à se sentir aimé. Est-ce que vous croyez que les parents aiment totalement leurs enfants?
Et aussi les enfants donnent de l'amour à leurs parents. Kwa siku za leo, siku sana, juu ya ile tutaongea huko kwa consequences. Siku za leo wazazi hawana ile upendo sana kwa watoto. Kwa sababu wako kama vile wako DLC. Juu ya maaktivite ya inawaletea pesa. Na watoto sana wanajikuta television ama ordinateur ndio inakuwa rafiki yao. Alors, tuende kuya pili. Par rapport à la deuxième question, tu dis que les enfants doivent être appréciés par leurs parents. Bon, quels sont ces conseils-là que vous pouvez dire aux parents afin que leurs enfants puissent les apprécier? Ndio, nashukuru sana bwana journaliste. Lorsqu'on apprécie quelqu'un, on voit ses qualités. On voit ses qualités. Kule mbele tulisema wakati unapenda mtoto wako, on voit les qualités et les défauts. Tandis que lorsqu'on apprécie quelqu'un, on voit seulement les qualités. Ndapana mfano kama vile bwana mtangazaji aliniuliza, wakati una complimenter mtoto wako mzazi, unamuapprécier. Complimenter, je vais donner la différence entre complimenter et flatter. Naweza sisi wote tulikuwa primaire. Unajua mimi hapa kibinafsi nakuwa na utaweza kidogo kifaransa, unajua kinatoa meno hicho. Sasa wakati unasema complimenter, tu vas des termes donc furahia, à partir ya différence ndapana utasikia bwana mtangazaji. Kuna difference baba na mama mahali kote kwenye unanisikiliza. Kuna une grande différence entre complimenter quelqu'un et flatter quelqu'un. Na waza sisi wote wazazi wenye waliosoma, hata wenye wakusoma walifikia hata au minimum 6e primaire, tuliweza kufuata le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard, le corbeau alikuwa juu ya mti na renard alikuwa chini. Alianza kumflatter, akaanza kumtapa vya bongo. Wakati unaflatter mtu, unamtapa vya bongo, kwa Kiswahili yetu hapa Bukavu. Wakati unakomplimenter mtu, unamtapa vya kweli. Na watoto wetu wanapenda kutapiwa vya kweli. Mfano, mtoto ameresire kwa masomo. Ndio. Anapendele maappréciation. Il faut kumwapprécier. Encouragement. Wakati mtoto alipose acte ya generosité, alisaidia wenzake watoto wengine. Labda mtoto wa jirani alikuwa na njaa. Ule mtoto anamsaidia. Inapaswa kumwapprécier wewe mzazi. Wakati anafanya acte ya pardon, vous devez l'apprécier. Wakati mtoto il arrive à l'école, anatoka kwa masomo analeta mabon point. Peut-être il était le premier de la classe. Ule mtoto iko na haja ya wewe mzazi kusikia kwako kwa masikio yake, umwambie mtoto wangu félicitations, vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé ma fille. Par rapport au troisième point, pour le besoin fondamentaux de l'enfant envers le parent ainsi que le parent aux enfants, est-ce que vous pouvez nous donner les détails de ce point là-bas? Voilà, le troisième point, ça concerne l'enfant doit se sentir protégé. L'enfant doit se sentir protégé. Je donne un exemple. Comme ça, vous savez, ni wazazi hapa. Un enfant, je donne un exemple. Un enfant qui vient par exemple de l'école. Mais cet enfant, par mégarde, par accident, il a été bâti par des inconnus en cours de route. Alipigwa na wenzake. Wewe mzazi, mtoto anakuletea hiyo shida, unanyamanza. Ule kweli ni mtoto kweli, iko protégé na wewe mzazi kweli, ama umemdelese. Un autre exemple, un parent qui tape son enfant sans tenir compte kujua kama huyu mtoto ni mdogo, anampiga kama mwenzake mwanaume, mangumi anamwekelea. Kidogo ule mtoto anakuwa infirme ama anagonjeka. Sasa wewe mzazi ile kupiga en désordre, mtoto mpaka anafika kuumia. Kweli ule mtoto anajisikia kama siko protégé baba yangu ama mama mahali kwetu kuna nifuata. Huyu mtoto haiko protégé. Nikizani Biblia inasema usimuime mtoto fimbo. Ndio, usimuime mtoto fimbo, lakini wewe kama mzazi inabidi ukadirishe uweke ukadirishe kwa Kifaransa tunasemaje? Donc limiter, donc uko ça vile mona inakuwa na limite. Weka limite mwa ile mwiko napiga. Mtanihurumia ndio. Ya ine, vous devez lui assurer une certaine autonomie dans ce qu'il fait ou bien dans ce qu'elle fait. Sisi wazazi mara mingi hatujiwahi kuachia watoto autonomie. Tunachukua watoto kama maesclaves. Je donne un exemple. Vous devez considérer ce point de vue, le point de vue de votre enfant. Awe mtoto, awe mkubwa. Siku zote tunakuwa na raison sisi wazazi. Je donne un exemple. Toujours mwele le cas. Mtoto wako msichana anataka kuolewa. Sisi wazazi hapa Bukavu niliona sana hapa kwetu. Unamchagulia kabila. Baba na mama. Na mimi ni mzazi, mtoto wangu wa kwanza yuko na 18 ans. Unamchagulia, mimi naambiaka vile wangu, usiku utaolewa, unaolewa kabila yoyote. Hapo sasa ndio unataka unaona sasa hapo unapofikia
pana pointi nyingi sana. Lakini sitaingia sana kinaganaga, sitaingia sana ndani. Niko nagusia tu na je donne des exemples. Maana yake wasikilizaji wengi pale nyumbani wanajua ili kabisa jambo hili linagusa kila familia. Inagusa kila familia. Ukabila bado tunayo hapa Bukavu. Huyu ni Mushi, huyu ni Murega. Usiolewe na ile kabila kwa sababu ni Mushi. Huyu ni Mkasai, huyu ni kutoka wapi? Hapana. Nikuulize mzazi mwenzangu, kabila ya Mungu ni lipi? Ama ni ipi kwa Kiswahili safi basi? Ipi kabila ya Mungu? Na ninaanza kwenda hata mambo ya dini lakini sitaki kwa sababu unajua hii ni radio ya dini, siwezi kuingia huko sana. Alafu wakati mwingine sisi wazazi tunachagulia watoto wetu faculty kwa university ama option. Unamchagulia huyo mtoto talent yake, sio mambo ya journalism. Wewe unamchagulia mpaka question. Niliona mtoto wa fulani anatembeza gari. Fulani kidogo. Panasema unazungumzia kwamba unaweza ukapenda uende ndani ya mambo ya dini, ila tuko kwenye radio ya dini. Acha nikuweke sawa. Hii ni radio ya dini ambayo inasupportiwa na wale wasikilizaji bora wanaoona kabisa kazi hizi zinasonga mbele. Kwa hiyo basi mambo yanafanyika hapa sio mambo ya dini tu. Tuna mengi kabisa na hii basi ni miongoni mwa vile vipindi ambavyo vinafanya watu waelewe. Inafunza watu kujua ukweli. Kwa basi kama ni dini fulani ndio unaona linasumbua kwa mtindo wa kusema nyinyi mnataka muoe ndani ya kanisa letu tu, hapana nje. Waambia watu ukweli. Ndio, asante. Kuna wakati mwingine wazazi tunaharibia watoto plan hapo. Avenir. Unasema mpaka aolewe mtu wa kanisa yetu. Kuko maeglise de Pentecote, kuna maeglise sijui ni nyingi sana duniani. Sasa wewe mzazi unasema mpaka aolewe dini ya mkanisa yetu. Hauoni kama mahali pale unakosea huyo mtoto? Labda huyo mtu unataka kumuoesha wa dini yako, miaka 5 baadaye wataenda kukorofishana. Mimi nishaona watu wana dini moja wanampigana mangumi 2 ans plus tard, quelques mois plus tard. Niko nagusia tu kijuujuu. Acha tuendelee. Choisis son enfant pour son enfant le jeu. Mara mingi sana usifanye ile jeu ya mbaya. Labda kule akideveloper ile jeu yake ndio atakuwa kwa mtu kama vile Nonda. Unamwamulia mtoto. Ndio. Mimi pesi moi hivi za mzazi naye anaonaka kabisa ana reprocher mtoto. Mais quand ni que mtoto ashapende le jeu, par exemple, njuka. Kuko ba jeune mingi wanapenda cheza njuka. Donc hii makarte ya makuta. Dame ya makuta. Udona petit baba alimtuma swata anamwambia no mtoto wangu ende nuzia kitu fulani. Yeye anafika pale kwa biko anacheza ile makarte ako intéressé. Ba mkule ile makuta. Muzazi sasa kunyumba akimtombokea alfa mbaya. Yaani pale anacheza kamari. Kamari. Yaani pale kama vile mimi mzazi siwezi nikamtombokea sana kwa sababu inaweza kuwa talenti yake. Na ile talenti unajua kama hii wanaita DJ gani hii? Bangura. Hapana, kuna maje nyingine inaingiza pesa duniani, hata je de dame inaingiza pesa. Labda yule mkijana Mungu alimwandikia hiyo je, wewe unamkataza. Sasa unamfunga. Je kwa wanaita nini? Yes, awale. Kuna je nyingine wanaita na sahau ya ukipoteza unawin, unashinda. Hii betting chance. Sio kuna maje mingi sana. Hatuna wakati lakini kuna wakati ile unataka kusema pale ndugu mtangazaji. Kuna maje labda mtoto yuko na rukaruka aende kutumkia mshimu ile inaweza kumkataza. Lakini kitu mimi najua kama anaweza kudevelop na kesho inaweza kutuletea sisi wazazi pesa ama yeye inue kimaisha. Naweza nikamwacha. Lakini nikumuonesha tu wewe mzazi, saa hizi ni saa za kazi na saa za jeni sawa wakati fulani. Mimi na swali hapo. Ningependelea zaidi sana juu kwa vile tunazungumzia kitu gani ambacho kinafanya mzazi. Mimi nakumbuka jeu de chèque inafanya watu wa millionaire. Nataka niulizie. Mwalimu, hapo nataka nijue. Unasema kwa vile kuna vitu fulani ambavyo vinafanya wazazi wasije wakawasiliana na watoto wao wala wakiungana na watoto wao. Kwa mfano hapa mtoto anataka ana huo mchezo wake mzaliwa nao. Talent yake. Alafu mzazi yuko mbali naye anakuja tu jioni ameshapika mvinyo ndio anaanza kugombana na watoto mle ndani. Hajajifunza hata ile. Tutafikia kwa hizo consequences. Par rapport à ile contenu qui wakati iko naona kimbia, wanasema kwanza tulisoma kwa jama besoins fondamentaux de l'enfant. Wanasema ki mzazi anapaswa kwanza kumpenda, anapaswa kuapprécier mtoto wake, kumproteger na kuleta autonomie ya jeu. Autonomie mukila kitu. Donc mzazi kama mtoto iko na donc wajuu tala mtoto najulikanaka wakati iko mtoto. Donc ni kumkomalisha tu mwele allure gisi John na ano anamaliza kutuambia ili aweze kupata baraka katika maisha yake ya. Mais troisième point sasa ni concernant yo dialogue ya bazazi wabiko monoparental. Est-ce que tu dois tuambia kwa juu ya hili? Le dialogue avec les enfants dans les familles monoparentales. Ouais. Wakati tunasema baba, papa symbolise chez les frères et sœurs, wenye mnatufuata mahali kote, papa symbolise la décision, symbolise l'autorité et non la tyrannie ama esclavagisme. Ukiwa baba wewe uliumbwa, hiyo ni talent Mungu alikupa, sio talent lakini
c'est naturel ndani yako, vous êtes décisif, vous devez avoir une certaine autorité. Lakini sio tyrannie. Tout moi dictature. Donc, alors j'ai une question par rapport à cela. Est-ce que unazania kila mzazi ndio anaongea na watoto wake? Hapana, sio kila mzazi. Ni wachache. Kwa siku za leo ni juu ya kutafuta pesa na mambo ya tutafikiria hapo. Kuko wazazi mingi wanakuyaka du 20h, 21h, anakuyake mpombe, analala, et pourtant baba anatuambia dialogue mu famille. Unaona mchana vitu vya mingi ndio vinapita. Mchana kuna vitu vya mingi vinapita na busiku ile saa busiku kama uko chrétien, kama uko chrétien unajishimia, munombaka busubuhi hata saa kupenda kulala, munafuata na maombi. Sasa pale mwele mu dialogue, ile dialogue ya famille, gisi John naona atatuelezea, waonesha ke ndio unapasha tola wakati sana ya kuongea na mtoto nini ndio kufikia mchana leo problème gani kwa juu ile ndio na permettre que famille ikuwe bien. Sasa par rapport à le dialogue entre le parent monoparental, donc iko savile baba anaishi na watoto yake, mama anaishi na mtoto kwa juu kwa mama bengine ba irresponsable abayuishi na watoto yao batoza kia tu kulala kukula na kwenda cheza c'est tout. Mais kuko wale wazazi wengine wanaona ataka meko yepeke atasomesha atakulisha watoto yake na atabaedike. Est-ce que non par rapport à ça kuele ya dialogue avec le famille monoparentale avec ma famille zaziko monoparentale, est-ce que ça unazani ke mtu mmoja ataweza kupiga ngoma? Mtu mmoja hawezi kupiga ngoma. Ndio mimi nataka kuongea sasa hapa. Unipatie nafasi kidogo kama journalist ili nipate kuongea. Unajua sasa kwa nini ni mbaya mtoto kuishi kukomala mu famille monoparentale. Awe mama ama baba. Tutaona mwele consequence hapa tu kidogo masaki. Monoparentale inamaanisha nini? Mzazi wa mwanaume unaishi na watoto wako una mke na hata vile mke anaishi na mtoto wake na ana mume. Unasikia ile terme mono mliona mshimi mono ni kumaanisha one kama vile unaita ndugu yangu hapa one na b na signifie deux. Voilà. Donc ça tunapenda tupatie détail. Voilà. Jo ile nilikuwa ninasema baba anasymboliser la décision, l'autorité et non la tyrannie et l'esclavagisme. Nishasema pale, sitarudia tena. Mama anasymboliser la tendresse, la douceur en famille et non le laisser aller. Tunaendelea ndugu. L'enfant a besoin de ces deux vitamines. Vitamini gani? Ya décision na vitamini ya douceur ya kutoka kwa mama. Kusudi ya komae vizuri. Si ni vitamini kwa hizo moja, kwa hizo mbili, moja kikosa, huyo mtoto hata komaa vizuri. Na hili inaweza kuwa na marepercussion vinyume vibaya sana mu maisha yake. Alafu ile vinyume acha niwaoneshe. Cha kwanza napana mfano, en général la plupart des enfants ayant grandi avec leur papa seul, alikoma na baba yake tu ont trop d'autorité qui peut aller jusqu'à l'esclavagisme. Donc autorité n'a quoi l'extrême il a débordé. Ces enfants manquent de douceur, ces enfants manquent de tendresse, ces enfants manquent de tendresse à l'âge adulte. Je donne un exemple toujours moi ile tu. Unakutana njoo na baba unasikiaka alioa lakini bibi yake asemake kwa nyumba. Kwa sababu ukichunguza maisha ya yule baba mara mingi labda alikomaa tu na baba yake, alikomana na mtu mwenye iko na autorité, alikomana na mtu mwenye iko na madecision. Na wamama wa dictatrice nao wako. Na wazo mnaona wale wa mama les femmes faiseurs de loi. Wale wa mama wenye wanakuwa wanakomandia wa bwana yao kwa nyumba. Lakini ile teme hatutaingilia leo ile teme tu ni teme nyingine. Lakini niko napana tu mifano ya conséquences ya koma mu famille monoparentale. Donc hapa mimi na décourager we bwana na bibi kuachana. Divorce ni mbaya. Mimi sio pasteur lakini najua neno la Mungu kidogo. Normalement les enfants qui ont grandi seulement avec leur maman. Tunaingia côté ya mama sasa. Tulisema juu ya baba. Ces enfants, qu'est-ce qui se passe dans leur vie future? Ils sont plutôt émotionnels. Because zaidi émotionnel juu ya nini? Wa mama naturellement, sisi wa mama, sisi mimi sio mama, wa mama wa fille wanakuwa émotionnel par nature. Nous les hommes, nous agissons par notre cerveau. Alors une fille ou un garçon qui a grandi avec sa mère seulement, vitamine itakomala sana mweye, itajideveloper mu maisha yake sana ni émotion. Atakuwa anagir par émotion. Mfano, ndio wale ba garçon unasikiaka Aisha oa zamani, Aisha kwa baba wa 40, mais anaambia bibi yake mbele tukamate decision, acha kwanza ile niulize mama yangu. Jo mbaya bale afimu unasema aseme bale ba papa banauliza kwanza mama ama anauliza kwanza grande sœur yake. Hayo kujidecide parce que il a grandi avec sa mère. Il y a aussi de ces filles là, anafikisha âge à 25 ans, 30 ans, aje kufanya show. Parce qu'elle a grandi avec sa maman. L'émotion, vitamine ya émotion ikomala ndani sana mwenyewe, hana decision. Sasa unakuwa na kisia yote elle recours à sa mère ou elle recours à ses grandes sœurs. Bwana, huyu garçon fulani yuko ananifuata, hajui kujidecide. Jua nini? Alikomala na mama tu.
Haya tunataka par rapport à ile tunatafuta pita ku 4e point yetu kwa juu wakati niko nakimbia. Tunaona pale kunyumba Theophile Bilemu na Nzuzi Micheline. Jamaa yote kuna tufuata pale nikizani sasa ndio sasa pale kwa watajipata sasa avantage ya dialogue ya ba parents enfants dans de familles qui sont stables. Ni gani? Ndio bwana journaliste, nashukuru tena kwa kunipatia kauli. Ya kwanza, l'estime de l'enfant se développe. L'enfant, c'est ça important en famille, car ses parents prennent en considération ses points de vue. Estime, moi mtoto anajisikia kama iko important, ndio estime de soi. C'est ça important parce que wazazi wanakamata en considération ses points de vue. Wazazi mtakumbuka kama sisi wazazi sio saa zote tunakuwa na raison. Wakati unachagulia mfano mtoto wako mwanaume wa kuolewa naye ama mke. Hiyo si kweli kwa mtoto iko na nani atakuwa na estime de soi kweli hakuna. Lorsqu'il y a dialogue, les parents peuvent orienter leurs enfants à faire de bons choix en les inspirant et non les manipuler. L'enfant il a besoin d'une certaine liberté. Mubia yote iko nafanya. Pour permettre épanouissement ya psyché yake. Et ces enfants feront leur choix en se laissant guider par leurs parents dans tous les domaines de la vie. Voilà. Par exemple, faculté à choisir à l'université, et choix du conjoint sans tenir compte de la tribu. Na vingine tunasema kasa mpaka kwa lisansi mpaka kwa graduate. Wewe mama wewe baba ulizaliwa na grade mfuko, ulizaliwa na licence. Donc il est vraiment. Par rapport à les dialogues, ni mon expérience parce que vous allez voir dans des familles qu'on dialogue, on voit ma peine entre baba, batoto et il y a l'ambiance. Baba bazaz m'a pas choisi blaguer na batoto, batoto m'a blaguer na bazaz. Mais utakia kuta que ma famille tu n'as pas ta 3 sortes ya ba. Pourquoi wale papa tyran. Dieu il m'a dit que voilà, maman va biko va dominante, la batoto va faiseur de loi. Alors ça ne doit pas m'entendre ça ça ma conséquence c'est ça, c'est ndio kwa tunatafuta senda tunatafuta ndangukia avant tufikie pale nikizani kwa kitu kingine utatuambia. Ndio. Wakati una avantage nyingine ya kudialoger wewe na watoto yako mzazi mpendo uko unanifuata. C'est un excellent moyen de développer l'intelligence de l'enfant. Wakati uko unaongea naye. Car il ou elle est libre de s'exprimer. Wakati mko mnaongea naye anakuwa libre kujiexprimer. Bien sûr avec respect. Si jasema ule mtoto a dépassé ma limite, aanze kukosea adabu sasa juu ulimwachia liberté ya kuongea na wewe. Et au fil du temps, cet enfant devenu adulte sera capable de s'exprimer même en public parce qu'il a déjà développé les kitu angali mtoto. Sio kama unaona wale watoto wengine wako timide, hawezi kamata micro sasa vile niko nasema hapa mbele en public. Jua nini? Ni wewe baba uliweza kuefrendre ile maliberté zake angali mdogo, au kuona mwachia kauli ya kuongea na wewe. Mnisikilize vizuri. Na kwa kumaliza toujours dans les avantages parce que wakati yetu ni muda kidogo. Une bonne communication en famille permet aux enfants de partager leurs joies, de partager leurs peines, chers parents, et ces enfants watakuwa na partager ma crainte zao. Kwa sababu unamwachiaka muda ya kuongea na wewe. Tunataka kuingia ku point ya hiyo sasa. Les auditeurs, vous avez 4 minutes pour les auditeurs de Kissa na Mukasa, soyez toujours connectés. Nous passons à notre dernière étape de notre émission thématique. On va nous parler sur les conséquences du manque du dialogue entre enfants et parents. Bazazi ba mongea ki musiki esasi. Les enfants, conséquence ya kwanza, les enfants se confient à leurs amis de classe, aux collègues de classe. L'impact d'éducation du fils. Wanajikonfia kwa inconnus à l'extérieur, wanajifunza huko nje, et qui ne sont non seulement des bons modèles, mais souvent ces gens prodiguent des conseils déroutants. Peut-être mal éduqués même. Oui, donnent des informations erronées. Et ceci a pour conséquence les phénomènes que nous voyons dans nos quartiers, garçon-père. Garçon à 14 ou à 17 ans chazala zamani. Va tu enseignement quoi garçon père mais pas tu fille. Ba fille mère fille wa 14 ans alishazala. Niju wewe baba haongeake na mtoto wako, wewe mama haongeake na fio wako, kazi iko mingi msoka kadutu tu. Pour certaines familles d'autres oui, tu n'as tuseme ukweli. Wengine kwa familia unaona watoto wanapatikana na MST, maladie sexuellement transmissible. Kama fika 14 kasha kuwa na maladie sexuellement transmissible. Kama imetoa wapi? Wewe baba, wewe mama haongeake na mtoto wako. Soka inaleta fenomeni ya voler à main armée. Parce que kule mchini ni kuangalia chini kwenye alitokeaka ule mtoto. Couper de route, couper de route tuko nao Bukavu nafasi zingine. Le fumeur de chambre, hiyo tena ma conséquence. Et perte de confiance en soi. L'enfant perd sa confiance en soi parce qu'il haongeake na wewe. Et vis-à-vis de ses parents, hata kufanyia wewe confiance yeye na umuongelesha kwa baba. Il a peur d'abord de vous. Il a peur de vous. Ukifika gari, mtoto anapata usingizi. Wala kama walikuwa msalo ba shimama banakimbia directement. Ndio pale tutafikia sasa. Les enfants n'apprécient plus leurs parents.
Pourquoi? Et avec ce manque d'appréciation, le respect diminue. Mtoto anaanza kukosea adabu. Juu amuongeleshake. Les phénomènes de timidité, d'hypocrisie peuvent s'installer dans les enfants. Kwa sababu wewe baba amuongeleshake inajideveloper. Et ils sont capables de partager leurs joies, leurs peines, leurs craintes. Et pour terminer, certains enfants sont souvent victimes de violences à l'extérieur. Anapigwa na mwenzake kule nje na wewe hauhangaike. Alors, na sasa kinyume sasa ile, juu watoto washakuchukia sana wewe baba, wanakupanga majina. Majina tunasikia leo hapa tunasikia baba yangu Joshua Lai, wengine tunasikia Simba, wengine Saddam Hussein, wengine wanaita mama yao mama bata. Hiyo yote mama, usikondanie mtoto wako. Mzazi mwenzangu kuna nifuata, ni kosa ni yako wewe mzazi. Kila mtu ajirudie hamo. Tumemalizia hapo. Nikizani par rapport à l'avant kumaliza, niko na kitu ya kuongeza, nikwambia tu bazazi bako na dialogue na watoto mfamili yao. Ndio. Gisi balimaliza kutonesha kwanza kwa juu ya ma conséquences ya ile dialogue ya mfamili. Donc bazazi mujikaze vraiment. Wewe uko wakati ya kupa mara tuko mconfinement Mustafa. Tuko mconfinement. Bazazi ba mingi balikuwa wanasema niko occupé, niko nini? Mara kuko bazazi babiko nacheza na watoto yao, bapata hata wakati wala time ya kuzungumuza na watoto kunyumba. Donc kwa hiyo bazazi mutwale ma responsabilité zenu na mwedike batoto yenu. Hakuna kitu ya mzuri mu maisha, ça vile uone kesho mtoto wako na anageuka sur futur cadre wala personnalité munene katika société. John Nano tunakushukuru na il faut kukumbusha auditeur kama uko motivateur et conseiller conjugal uko kuterme ya kwetu banzoa baita ba conférencier Mustafa. Voilà, merci beaucoup. Il y a des réparateurs de conflits, il y a des fiancés, réparateurs de conflits entre copains et copines. Moi je vais te parler après émission, mais je crois que c'est bon. Ouais, kama uko na momi yako, uko na garso mwenye msikilizana yake, mimi niko hapa kwa kukusaidia dada ama kaka. Ama wewe uko na bwana wako kwa nyumba, amuelewane na wakinipatia hiyo ruhusa naweza kuachia hata namba yangu ni wa Mustafa. Tu sais ce qui m'intéresse c'est John. Oui, le fait là de choisir un bon partenaire. Je vais te voir après. Merci beaucoup. Vraiment ça fait un grand plaisir de vous recevoir dans ces studios multicolores de la radio télé SOG aujourd'hui dans Kisa na Mkasa. Nasema asante sana kabisa ndugu wasikilizaji pale nyumbani, na mimi mmebarikiwa vya kutosha sana. Elewa kwamba kujikinga na mwanao haikujengee mwanao awe mtoto mzuri baadaye, unamharibu wewe mwenyewe kibinafsi. Lakini vile vile kumzoea mwanao haikufanyi wewe mwanao wa kudharau, hapana. Italeta urafiki kati ya wewe na mwanao, na atakuelewa na atakuamini. Atakuwa anakupa siri zake zote. Wala ambapo alitakiwa potoka atakuuliza baba ndio rafiki yangu mkubwa. Ndio nasikiaga wanasema inyapa mbona nsenyake mona nsenya. Kuna mwalimu wangu kama mwalimu wako alikufunza 1 + 1 donne 1 na yule mtoto atabaki vile, hata umfunze moja weka moja tatu, hapana hiyo. Ndio Mambo kama yale. Ndio maana wazazi wapenzi pale nyumbani, watoto wetu ni watoto wa kusogelea zaidi sana. Wasogelee wale nao kote, kama kuna tufuate pale video hii peleka kabisa kote ambako unapenda watu wafuate, wajue kinachoendelea na iwafunze jamii nzima. Lakini vile vile una maswali kulingana na mada ya leo, usikose kuwasiliana na sisi kwa namba hizi +243 kwa wale ambao watufuata mbali kidogo, +243 code namba ya nchi 97 65 99 634. Narudia +243 97 65 99 634. Namba za studio kwa wale ambao wanataka uliza maswali mengine yote yale ambayo tutafanyia kazi baadaye kwa kipindi hiki pamoja na mwaliko wa Messi wa leo, ni 89 45 94 231 89 45 94 231. RTL 97 84 93 458 97 84 93. Na mimi kabisa na zile maswali ambazo mtakuwa mmeuliza tunazifanyia kazi, na pendekezo zote ndugu wasikilizaji zitakuwa zinafanywa kazi bila tatizo kote pale ambako wanapatikana. Na kuchua pia kwamba kipindi hiki marudio ni siku Jumapili, yani dimanche muda wa saa 3 za usiku utafuata tena kipindi hiki, na itakuwa ni baraka tosha. Pengine pale tunaweza tukatoa jibu pia ya zile maswali. Acha basi niseme kwamba kwa mtindo kama naona tutamalizia kwanza hapa, na baada ya pale tutakuja tena ndani
wiki ijayo. Kila siku ya tano kipindi kinakujia muda wa saa 3 alfajiri, marudilio ni Jumapili dimanche muda wa saa 3 za usiku. Tulikuwa mnamo studio na mzee. Na mimi hapa kwa neno la mwisho kumaliza. Wewe wankio bilemu parfait ndio mwalikuwa ku plateau sai na Mustafa mtoto wa Milimani. Mimi naweza kushauria na kuambia wasikilizaji wote watwale ima concert wanawapatia hapa ba mettre en valeur kwa jina pasha saidia bwana jamaa. Hata vile vile naona wanafunzi ombeni pale tunawasalimia sana. Na tunasalimia Bonheur le poète mweko natutia en direct grand technicien ku YouTube, chaîne YouTube yetu, vraiment soyez branchés. Asante sana, shukrani sana kabisa. Upande wa pili tuna mzee. Tuna mzee anaitwa John Nahano, nilisema réparateur de conflits conjugaux entre fiancés. Na wanapenda kunisikiliza zaidi na pita hata kunani sio kwa RFI lakini kwa RTNC na pia kwa Iriba FM chaque samedi à 10h à 11h kwa Iriba FM na chaque mercredi de 17h30 à 18h30 na hizo siku zingine kwa RTNC napitaka 2 jeudi par mois. Donc hii jeudi ya kesho sitapita, ile jeudi ingine nitapita. Tunapitaka na Papa Loba Asumani de 21h à 22h chaque jeudi 2 jeudi par mois. Nashukuru sana. Tutawasiliana tena siku zijazo. Shukrani sana kabisa ndugu wasikizaji, na hapa na mimi kabisa tutakuwa naye hapa kuna Radio RTG muda mwingine. Alikuwa anatuweka live Bonheur le poète, Trésor Asudi anashikilia upande wa ufunzi wa mitambo. Timu hii ilikuwa inawasindikiza kwa kipindi Kisa na Mkasa. Nakubariki na kutakia mchana mwema.